Yapo mengi yanayosemwa kuhusu sheria ya uchaguzi, sheria za uchaguzi na Tume ya Huru ya Taifa ya Uchaguzi. Japokuwa mimi sio wakili msomi, alafu na nyie wanasheria wa ajabu kweli. Yaani nyie tu ndio mnajifanya mmesoma. Sisi wengine mimi ngwini proper. Lakini na mimi nimesoma. Hiyo nyie pekee yenu tutajiri wakili msomi. Leonard brother, sawa? Na sisi tumekubali. Hatubishani kwenye hilo. Lakini nimekuwa nikifuatia kwa karibu mijadala mbalimbali inayoendelea ndani ya nchi yetu kupitia vyombo vya habari na mitandaoni. Kama mlivyogusia awali, bahati mbaya wakati mwingine kumekuwepo na upotoshaji unaofanywa makusudi kwa maslahi ya vikundi maalum. Hii imekuwa ikinifikirisha sana wakati mwingine na kuniacha na maswali mengi, wakati mwingine nakosa hata majibu. Hivi ni kweli kwamba sheria zetu zinazohusu uchaguzi ni mbaya sana kiasi kwamba haziwezi kusimamia mchakato wa uchaguzi wa mwaka huu? Hivi ni kweli hakuna maboresho yoyote yaliyofanyika? Kwa mtu mwenye uelewa wa kutosha, maswali haya na mengine yanaleta maswali mengi kichwani, yanafikirisha sana. Ndugu washiriki, mchakato wa kuboresha sheria hizi limekuwa jambo endelevu katika awamu mbalimbali za uongozi wa nchi yetu tangu ilipoingia mfumo wa vyama vingi. Kumefanyika maboresho ya sheria zihusuzo uchaguzi. Yapo maboresho yalifanyika katika kipindi changu cha uongozi, na yapo ambayo yamefanyika kabla, na yapo ambayo yamefanyika baada ya mie kuondoka kwenye uongozi, na yapo ambayo yanafanyika katika awamu hii ya 6 inayoongozwa na rais wetu mpendwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Mimi nafahamu kwa maboresho kadhaa yalifanyika katika sheria zetu za uchaguzi, yaliyofanyika katika sheria zetu za uchaguzi yalikuwa yanatoa ufumbuzi kwa changamoto maalum zilizokuwepo wakati huo. Lakini mengine yamekuwa kwa nia tu ya kuyafanya mambo yawe mazuri zaidi. Hakuna changamoto, lakini watu wakikaa chini wanatafakari hali ilivyo, wanasema lakini tukifanya hivi mambo yatakuwa mazuri zaidi. Kwa hiyo ziko changamoto kama marekebisho yanayotokana na kujibu certain challenges, certain problems in the conduct of elections. Lakini yako yale ambao wanakaa wanasema lakini hivi tukifanya hivi mambo yatakuwaje? Kwa hiyo yako hivyo. Kwa mfano sheria ya uchaguzi wa rais, wa bunge na madiwani ya mwaka 2024 imefanywa marekebisho katika eneo la masharti kuhusu uteuzi wa wasimamizi wa uchaguzi. Nadhani AG amerugusia kidogo. Pamoja na mambo mengine, sharti la wakurugenzi wa halmashauri kwa wasimamizi wa uchaguzi automatic limeondolewa, na badala yake tume ndio itateua watumishi wa umma waandamizi kwa wasimamizi. Hili litaamuliwa na tume yenyewe. Kabla ya hapo tumekuwa tunasema tume itateua, lakini invariably waliokuwa wanateuliwa ni wakurugenzi, na hivi sasa ingekuwa
wanajiandaa kusimamia uchaguzi. Na watu walikuwa wanasema mkurugenzi anaambiwa nikulipe mshahara alafu nishinde uchaguzi. Afisa mtendaji kata, sasa wewe unalipwa mshahara na serikali alafu serikali ishinde uchaguzi. Kwa hiyo ilikuwa inaonekana kama ni kikwazo. Ni kikwazo, na kwa hiyo kunapotokea shaka kwamba mambo hayakwenda sawa, shaka ya kwanza inakuwa kwa huyo anayesimamia. Kwa kama mnaisema hii tume iwe huru, moja ya uhuru wa kuipa hii tume iwe huru kutafuta watu wake yenyewe, tasema na watu huyu. Kwa hiyo limeshughulikiwa. Aidha, kupitia marekebisho hayo pia sasa zimewekwa sifa za mtu anayeweza kuteuliwa kwa msimamizi wa uchaguzi au msimamizi msaidizi wa uchaguzi. Masharti hayo hapo awali, ndugu zangu, hayakuwepo. Sifa yako wewe ni kuwa mkurugenzi tu, na mkurugenzi wa uchaguzi yeye ndio anayeteua nani atakuwa msaidizi wake. Na kwa na majimbo mawili kama ilivyokuwa pale kwetu sisi, kuna jimbo la Bagamoyo na jimbo la Chalinze. Kabla hawajaunda halmashauri ya Chalinze, basi mkurugenzi yule anachagua, yeye anachagua na msaidizi atakaye kwenda kukaa Chalinze kule kumsaidia kusimamia. Hayo zamani hayakuwepo, sasa yapo. Lakini pia limeongezwa sharti la kutangaza majina ya hao watakaoteuliwa kuwa msimamizi na msimamizi msaidizi wa uchaguzi. Hii ni hatua muhimu ya kuongeza uwazi, lakini pia inavipa vyama vya siasa na wananchi wawafahamu hawa wasimamizi wa uchaguzi. Nimefahamishwa vile vile kuwa eneo jingine muhimu lililofanyiwa maboresho ni lile linalohusu mgombea pekee wa nafasi ya ubunge na udiwani, ambapo sasa sheria mpya imefuta swala la mgombea kupita bila ya kupingwa. Maana la kwetu kupita bila kupingwa ilikuwa linalalamikiwa sana, na kilichokuwa kinalalamikiwa wakati mwingine anasema lakini panapitika hila. Anaambiwa fomu kujaza sawa sawa. Kwa chaguzi za chini kule anasema kwamba ulitakiwa kutaja jina la chama, sio kwa kifupi. Sio kwa kifupi. Ukiandika CCM hujataja jina la chama, natakiwa Chama cha Mapinduzi. Na ikawa controversy, wengine wanaachwa, wengine wanakataliwa, lakini yote ilikuwa ni njia ya kutengeneza mazingira yule anayetakiwa abaki kwa peke yake. Sasa usema fine, mwacha abaki peke yake, lakini bado hata huyo aliyebaki peke yake atapelekwa kwa wananchi. Kama wananchi hawamtaki, watapiga haya hapana tu. Kwa nayo ni hatua muhimu ambayo haikuwepo huko nyuma. Na unajua kwenye hivi vyama uchaguzi huo, wasimulieni kwa pale